Wakati kwenye chama chetu, mimi kama mwenyekiti wa kanda ninayemfahamu kama katibu wa wazee jimbo la Katavi anaitwa Mzee Yusuf Lusato. Huyu ndo kiongozi wa nafasi ambayo Mzee Daniel Mwamba Kalala amejipachika. Sasa kufanya haya ni makosa kwa mujibu wa sheria. Ukisoma sheria kanuni ya adhabu, the penal code, kanuni ya adhabu ambayo ni sehemu ya sheria yetu, sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Ukisoma kifungu cha 369 na kuendelea, kinaeleza jinsi ambavyo ni kosa mtu kujifanya yeye ni mtu fulani na kuweza kunufaika kwa kujifanya yeye ni mtu fulani kwa kutumia sheria hii. Inakataza na inatoa adhabu. Kwa hiyo ninataka kusema wazi kwamba kwa kuwa hii hali imekuwa ikiendelea, tuliona kanda ya Pwani, nafikiri nyinyi waandishi ni mashahidi, kuna mtu wa Kibaha alijimpersonate na baadaye akaletwa mtu halisi ambaye alionekana yule amedanganya. Imekuwa hivyo sehemu mbalimbali. Sasa mimi kwenye kanda yangu, kwanza nataka nitoe onyo kwa mtu mwingine yeyote asirudie kufanya kitendo hiki. Cha pili, kwa kuwa mimi ni wakili, ninataka kueleza umma kwamba hawa watu tutawachukulia hatua za kisheria. Ni lazima tuwafikishe mahakamani kwa sababu wamekitweza chama, wamekidhalilisha chama na wanakishushia hadhi chama kwa kuongea maneno ya uongo na kujifanya wao ni viongozi wa Chadema wakati sio viongozi wa Chadema. Hawa watu tutawachukulia hatua za kisheria. Na nitamshauri makamu mwenyekiti John Wegesa Heche, kwa sababu wamemtaja na wamemshutumu, awachukulie hatua za kisheria kwa kuwafungulia kesi za madai ili wakayaeleze hayo mahakamani na wayathibitishe mahakamani. Tamshauri atafute mwanasheria wake waweze kufungua mashtaka ya madai ili kuhakikisha hali hii inakoma. Tunazo taarifa kwamba watu hawa wanapewa fedha, ili hao wanaowapa fedha wawape fedha za kutosha, wakijua mahakamani kule kuna fidia, wajiandae kwa fidia, lakini pia wajiandae kwa heka za kuwa wanaenda mahakamani. Hatutawaacha hivi. Ni lazima hii tabia ikome ya kufanya vitu hivi. Unajifanya wewe ni mwanachadema, unajifanya wewe ni kiongozi wa Chadema wakati sio kweli. Hii hali ifike mwisho. Tutawachukulia hatua za kisheria ili wao watuambie. Huyu Eliza Festo Sigara atueleze ni lini amerudi Chadema. Atatueleza mahakamani. Alipokelewa na nani? Kwa utaratibu upi? Huo uongozi wa mkoa ambao amejitambulisha kwenye nafasi ya Chadema amepewa lini? Alichaguliwa kuteuliwa na nani baada ya kutoka Chauma? Atuambie haya. Lakini pia Mzee Daniel Mwamba Kalala ajiandae kutujibu haya maswali. Wakishindwa capacity ya chama, najiuliza sana na inafikirisha. Lakini kama haitoshi, ukiangalia huu mwenendo unaofanyika ambao wote wamekuwa kiita vyombo vya habari wanamzungumzia makamu na kutaka, wengine wanasema apishe uchunguzi, wengine wanasema hafai. Mambo mengi wamekuwa kizungumza. Ukiangalia hii trend haina tofauti na trendi
ya wale wa Katoliki waliokuwa wanataka Father Kitima aondolewe kwenye nafasi ya ukatibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.